ambavyo watu kwenye maisha wanavipitia. Sasa umaskini ni sio ngozi. Useme labda haitoki ndani ya mwili wa mtu. Haiwezi kuachana na mwili, au ikiachana na mwili mtu ataumia. No. Umaskini ni tabia tu ambazo zinaweza zikamwambata mwanaume, mwanamke wakati wowote ule. Na umaskini inawezekana ikawa ni fursa kwa baadhi ya watu. Sababu kuna watu wengine walipozaliwa katika familia maskini iliwapa hasira zaidi ya kutulia na kuona namna gani wanaweza wakafanikiwa. Lakini pia walipotulia na kupata miongozo sahihi ya kiufahamu, walifanya mambo makubwa katika hii dunia mpaka dunia ikashangaa. Kwa sababu sio kila ambaye anazaliwa maskini basi lazima afe maskini. Kuna watu wengine walizaliwa kwenye familia za kimaskini walikufa matajiri. Lakini kuna watu wengine walizaliwa katika hali ya utajiri walikufa maskini. Sasa hivi ni vitu ambavyo vinaweza vikatokea kwenye harakati tu za maisha ya kawaida. Sasa umaskini unaweza ukawa ni kutokana na familia ambayo umetoka. Kama umetoka kwenye familia ambayo haijiwezi, haina kipato cha kutosha cha kujikimu kwenye maisha yake ya kila siku. Lakini pia umaskini unaweza ukawa sasa unakuattach mwenyewe kulingana labda na vipindi ambavyo unavipitia. Unaweza ukawa uko vizuri, lakini at the end of the day ukashake. Inatokea tu una uwezo wa kupata tetemeko la kiuchumi na ukapoteza uwezo wa kuweza kumudu maisha yako. Unapopitia kwenye vipindi kama hivi, sio wakati wa wewe kupoteza matumaini na kupoteza mwelekeo wa kimaisha. No. Unapopitia kwenye vipindi kama hivi, unapaswa kutulia. Unapaswa kutengeneza mtazamo sahihi. Na unavomuona ndugu yako au rafiki yako anavopitia kwenye vipindi ambavyo hawezi kujimudu, unatakiwa kufanya vitu viwili vya msingi. Jambo nambari moja, msaidie kwanza kisaikolojia. Msaidie sana katika fikra kwanza. Sababu mtu aliyekuwa yuko juu alafu akashuka, manake kuna vitu ambavyo vilimdisturb akashuka. Sasa vile vitu usipoviondoa au vile vitu usipomuonyesha akavitambua, manake atapita tena njia ile ile. At the end of the day tena ile pesa ambayo ulikuwa umempa inaweza ikapotea tena, na inawezekana ukasababisha maisha yake kupotea kabisa, kwa sababu hautamsaidia tena, kwa sababu utaona kama anafanya makusudi, utaona kama ni mtu ambaye hasaidiki. Na ndizo kauli ambazo baadhi ya watu wametusaidia sana kwenye maisha yetu. Tulipopoteza vile vitu, ilionekana sisi hatuna sifa tena ya kuweza kusaidiwa, bila kujua kwamba pengine walitusaidia zile fedha, lakini tulikuwa bado tuna matatizo fulani ya kisaikolojia ambayo aidha wao hawakujua. Hayo ndio yaliyoweza kutushusha na kutupoteza kwenye lenchi ya uchumi. Sasa pamoja na hayo, umaskini umeenda mbali zaidi. Umepelekea kuna baadhi ya watu wamekosa watu wao sahihi. Kuna baadhi ya wanawake wamekosa wanaume sahihi tu kwa sababu ya kigezo cha umaskini. Kuna mtu mwingine alimwangalia mtu kweli ni handsome, anampenda, lakini kwa sababu sio umaskini wake alionao alishindwa kuoana naye. At the end of the day akaolewa na mtu mwenye kipato, lakini maisha yakawa ndivyo sivyo. Ni kwa sababu gani? Alimwacha mume wake sahihi kwa sababu tu yeye alidhani kipato au umaskini ni hali ya kudumu au ni hali ya umilele. Kumbe umaskini ni kipindi tu ambacho at the end of the day Mungu ana uwezo wa kufungua ukurasa mpya kwenye maisha ya mtu, sababu riziki anayegawa Mwenyezi Mungu. Pamoja na hayo, kuna baadhi ya wanawake wanajikaza. Kuna baadhi ya wanawake wanajikaza pamoja na umaskini wa wenzi wao, wana uwezo wa kujikaza wakaingia nao kwenye mahusiano. Lakini sasa baada ya kujua baadhi ya vitu fulani juu ya kipato chao, wanaanza kuonyesha kwamba hawakuwapenda. Hawakuwapenda, ila tu waliingia nao tu kwa sababu ya vitu fulani, lakini hawakuwapenda. Kwa sababu ya umaskini wanaanza kuonyesha sasa kwamba hawakuwa na upendo wa dhati na wao. Karibu katika somo letu la leo ambalo linasema umaskini unavyoumbua mapenzi ya uongo. Umaskini imekuwa ni mzani mzuri sana juu ya mahusiano, tena hususa ya ndoa. Achana na hii mahusiano ambayo yasio rasmi, achana na mahusiano ambayo hayako official. Watu wapo tu wanabebana from nowhere. Ninazungumzia wale watu ambao tayari sasa wako kwenye ndoa. Sasa umaskini jinsi ambavyo unaanza kukumbua kwamba pengine kupitia umaskini wanaanza kuonyesha baadhi ya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba hawakuwa na mapenzi ya dhati na wenzi wao ambao wameingia kwenye ndoa. Sasa karibu ujionee jinsi gani ambavyo umaskini unavyoumbua mapenzi ya uongo
kwenye maisha ya watu. Jambo nambari moja ambalo litakwenda kuonyesha kwamba huyu mtu alikuwa ana mapenzi ya uongo, anapojua kipato chako. Mwanamke anapojua kipato chako na kuanza kukudharau kwa sababu ya kipato chako, ukae ukijua kwamba huyo mtu hakuwa na mapenzi ya dhati na wewe. Maana yake yeye alikuwa ana vitu vyake kwenye akili, ana vitu vyake kwenye moyo. Hakuwa na upendo wa dhati. Sio wanawake wote wanapogundua kipato chako wanaanza kudharau. Anapogundua kipato chako basi anaanza kuonyesha kwamba hana mapenzi ya dhati na wewe. No, kuna baadhi ya wanawake walipogundua kwamba wenza wao wana vipato vya chini, walikaa chini na kumwomba Mungu na kujua namna gani ambavyo wana uwezo wa kuwasaidia wenza wao, wana uwezo wa kuwasaidia waume zao, wakaweza kufanikiwa katika maisha ya kiuchumi, ili kesho na kesho kutwa wawe na uwezo wa kuweza kukidhi. Sasa ukimwona mwanamke kama huyo, ujue huyo amebeba mapenzi ya dhati ndani ya nafsi yake. Lakini mwanamke ambaye hana mapenzi ya dhati na wewe, anapogundua kipato chako hakikidhi kwenye maisha, lazima aweze kuachana na wewe. Ni kwa sababu gani? Yeye kigezo ni kipato, wala sio mapenzi ya dhati. Kwa hiyo anapoanza kuonyesha kukudharau kwa sababu ya kipato chako, hicho ni kipimo pekee kwamba yeye hakuwa mtu sahihi kwako. Hakuwa na mapenzi ya dhati na wewe, ila tu alikuja kwa sababu ya vitu fulani fulani. Alidhani labda wewe ni mtu fulani fulani, lakini ameshajua kwamba kipato chako sio friendly. Maana yake yeye alikuwa ana shida na kipato, sio alikuwa ana shida na mapenzi yako ya dhati. Lakini pia jambo lingine, anapochepuka. Kuna baadhi ya wadada, sio wote, kuna baadhi ya wanawake, sio wote, tuelewane, lakini nazungumzia wale ambao hawana mapenzi ya dhati. Yaani hicho ndicho unachotakiwa kuelewa. Sasa anapochepuka, mwanamke anapochepuka kwa sababu tu ya hali yako ya umaskini, inaelezea kwamba huyo mtu hakuwa sahihi na hakuwa na mapenzi ya dhati na wewe. Kwa hiyo kwa sababu tu ya umaskini anachukulia kama ni kigenzo cha kukuadhibu na kuanza kuchepuka. Ukimwambia kwa nini unachepuka, anakuambia sina fedha ya kujikimu, sina fedha ya kununulia nguo. Tena wengine wanaenda mbali zaidi, unafikiri mimi napendeza kwa sababu gani? Wanaume wenzio wanafanya hivi. Kuna watu wana ujasiri mkubwa wa kuweza kuangamiza watu nafsi zao, na kuwaharibu kabisa kisaikolojia. Ndio maana unaweza kukutana na mwanaume anasema mimi nakunywa pombe kwa sababu ya mke wangu. Ni kitu ambacho sio hadithi nzuri, wala sio hadithi za kutamani kuzisikia kwa watu, kwa sababu zinaumiza, zinatia maumivu makubwa kwa mtu ambaye ana mtazamo sahihi ya maisha ya ndoa. Na mwisho wa siku hivi ndio vitu ambavyo vinakuja kuharibu maisha ya ndoa, yakaonekana kama ni jehanamu au jela. Ni kwa sababu gani? Wanakutana na hadithi ambazo zinawaumiza, lakini hizi zote zinatokea kwa sababu watu wanakutana na watu ambao hawakuwapenda, ila walipenda vitu fulani, na vile vitu vinavyotoweka au vinavyokosekana, wanaanza kufanya vitu ambavyo wanavitaka ili wapate njia ya kuweza kuondokea. Kwa hiyo mtu anayechepuka kwa sababu ya hali yako ya kiuchumi, huyo hakuwa na mapenzi ya dhati na wewe. Mwenye mapenzi ya dhati na wewe ataomba na wewe, ataugua na wewe, lakini pia atavuka na wewe kwenye hicho kipindi. Ujue kabisa huyo kwamba ana mapenzi ya dhati na wewe. Lakini jambo lingine, anavyokudharau. Ukiona mwanamke anakudharau kwa sababu tu ya kipato ambacho hakikidhi kwenye maisha yako, kwa sababu ya umaskini, ujue huyo pia hakuwa na mapenzi ya dhati na wewe. Mwanamke ambaye ana mapenzi ya dhati, pamoja na umaskini wako, ana uwezo wa kukuheshimu, ana uwezo wa kukutii, ana uwezo wa kushikamana na wewe, na hata kuwa tayari kuweza kuonyesha kwamba anakudharau. Hawezi kuonyesha hata sekunde kukudharau wewe. Ataonyesha kukusaidia, ataonyesha kukuombea, ataonyesha kukuvumilia pia, na kukusaidia namna gani kesho na kesho kutwa muweze kuishi maisha mazuri. Lakini anapotia dharau kwa sababu ya umaskini, akaanza kukuonyesha dharau, akikwambia maneno ya kudharau, huyo mtu hakuwa sahihi, ila alikuja akiwa na mipango yake binafsi. Lakini mipango yake inapofeli, lazima aanze kudharau kwa sababu hajafuata mapenzi ya dhati. Amefuata vitu fulani na amevikosa. Kwa hiyo kwa sababu amevikosa vile vitu, maana yake moja kwa moja lazima kudharau, kwa sababu yeye aliviweka kipaumbele zaidi vile vitu kuliko mapenzi ya dhati. Lakini jambo lingine ambalo linaweza likatokea katika hayo, anavyokufananisha na watu wengine. Mwanamke anayekupenda, mwanamke wa dhati mwenye utimamu wa mapenzi ya ndoa, hawezi kufananisha na watu ambao tayari hali zako na zao zinatofautiana. Unaweza ukakuta mwanamke anaanza, unaona wenzio wanaendesha magari tu, lakini wewe upo na kabaiskeli kako. Unaona wenzio wanaingiza mamilioni tu, lakini wewe kila siku unatuletea bukubuku. Sasa hivi vitu haviwezi kutokea kwa mwanamke mwenye mapenzi ya dhati kwa mumewe. Lakini hivi vitu ukiona vinaanza kutokea kwako,
ujue huyo mtu hana mapenzi ya dhati na wewe. Kama angekuwa ana nia njema ya kutaka wewe unyanyuke kiuchumi, angeweza kukupa ushauri sahihi kabisa ambao ungeweza kukusaidia wewe kusimama imara na kusonga mbele. Lakini mwanamke mwenye mapenzi ya dhati akikuona ukiwa katika hali tofauti na kuna watu wengine wana hali tofauti, ana uwezo wa kujifunza kimya kimya, ana uwezo wa kuendelea kumwomba Mungu na kugundua mbinu sahihi za namna gani kesho na kesho kutwa na wao waanze kushika mamilioni na ninyi mwanze kushika mamilioni pia. Kwa hiyo kwa namna hiyo tu anapoanza kukufananisha na watu ambao wamekuzidi kipato na kukuzodoa na kukupondea tu kwa sababu kuna watu ambao wamekuzidi, manake huyo mtu hana mapenzi ya dhati na wewe. Angekuwa na mapenzi ya dhati na wewe, asingeweza kukaa na kutenga muda kwa ajili ya kuweza kuzodoa na kufananisha na watu wengine pia. Lakini jambo lingine ni mwepesi wa kutaka mwachane. Mwanamke ambaye hana mapenzi ya dhati, ana mapenzi ya uongo na wewe, alifuata tu baadhi ya vitu fulani na anapovikosa manake moja kwa moja anakuwa mpesi wa kutamka tuachane. Naweza mkarumbana kidogo, tuachane. Anaweza kukosa vitu vidogo, sasa mimi kama nakosa mahitaji ya msingi, tuachane. Huwezi kunitunza, tuachane. No. Mwanamke ambaye ana mapenzi ya dhati hawezi kutamani kuachana na wewe. Mwanamke mwenye mapenzi ya dhati anatamani muda wote muweze kuishi vizuri, anatamani suluhu zaidi kuliko marumbano. Kwa hiyo jifunze jambo moja: umaskini wa mumeo sio kigezo cha wewe kuondoa mapenzi ya dhati, ila umaskini wa mumeo ni kigezo pekee cha kuonyesha kwamba wewe ni mwanamke sahihi, na unatakiwa kuonyesha usahihi wako kwamba Mungu hajakosea kukuumba, isipokuwa Mungu amekuumba wewe kwa makusudi uje uweze kutengeneza mambo fulani, uweze kuja kuwa msaada kwa mtu fulani kiuchumi, uweze kuja kuwa msaada kwa mtu fulani kiroho, kiafya, kimwili na kijamii pia. Unaposimama kwenye nafasi yako vizuri kama mwanamke, unaongeza thamani yako na unaweza kufanya Mwenyezi Mungu akakubariki zaidi kwa kukupa hekima na maarifa sahihi, kwa sababu unaweza kumstahimili mtu ambaye alikuwa na hali ya chini, lakini mwisho wa siku kupitia wewe akafanikiwa. Wako wanawake ambao wameandika rekodi zao katika dunia na wamewafanya wanaume zao kuweza kupeperusha bendera ya mafanikio makubwa zaidi licha ya kuwa walianza na maisha ya chini. Hii ni The Gold Voice na mimi ni MC Kakatiba Official. Hakikisha una subscribe channel yetu ili uweze kujifunza mambo mengine mengi zaidi, bila kusahau comment kile ambacho umejifunza katika somo letu la leo. Je, ungekuwa wewe unafanya nini? Na je, unawashauri nini na unawaambia nini hawa watu ambao wanaonyesha mapenzi ya uongo au wanaanza kuonyesha usaliti kwa sababu ya umaskini wa waume zao? Karibu sana, endelea kusubscribe, share kwa nguvu ili tuwafikie jamii kubwa zaidi.